Mambo vipi swaiba? Karibu sana katika channel yetu hii ya makala simulizi. Muda na wakati huu ni muda ambapo tunapaswa kuendelea na simulizi yetu hii pendwa kabisa. Simulizi inayokwenda kwa jina la Kaka Muuza Radio. Kumbuka tulishia katika sehemu ya kwanza, katika sehemu ambapo mwanadada Sitra alikuwa na baba huyu mmoja, baba ambaye aliyekuwa anafahamika kama Bimo. Ndiye ambaye walikuwa wako ndani ya nyumba ya kulala wageni, ambayo hii nyumba tuliona kwamba ilikuwa inamilikiwa na mzee Bimo mwenyewe. Na hapa walikuwa wameenda kutalii, kuzunguka kuonyeshwa mambo kama yale. Lakini muda huu mwanadada Sitra alikuwa yuko ndani ya chumba hiki kimoja, akiwa yeye pamoja na mzee Bimo, ambaye alisema bwana twende bwana nikakuonyeshe bwana nyumba yangu bwana. Kama unataka vipi, ukiwa tayari mimi nakupa, unasimamia bwana nyumba yangu hii ya kulala wageni, unasimamia wewe, unakuwa wewe ndo bosi nini, mambo kama yale. Lakini tuliona kwamba wakati wakiwa wako pale ndani mwanadada Sitra pamoja na mzee Bimo, mambo yalikuwa kidogo yameshaanza kuchangamka. Mambo yalikuwa yameanza kubadilika kidogo mle ndani. Japokuwa hatukujua kwamba sasa ni nini kilichoendelea. Sasa nafikiri katika sehemu hii ya pili ndio sehemu ambapo sasa mimi na wewe tunaweza tukaangalia kwamba ni kitu gani kinachoendelea. Sasa tutaendelea wote, lakini tutaanzia katika sehemu ambapo tulipoishia katika sehemu ya kwanza ili tuweze kwenda mbele pamoja. Bwana, msimuliaji wako ni mimi BHB wa makala simulizi. So nakukaribisha sana tuweze kwenda sambamba katika sehemu hii ya pili ili tuweze kusongesha gurudumu letu hili la simulizi yetu hii inayoitwa Kaka Muuza Radio. Karibu sana, twende pamoja, karibu. Basi bwana, hiyo ndo mzee Bimo. Mzee Bimo akaanza sasa kunifanyia mautundu, mara afanye vile, mara akaanza kunichojua nguo zangu, akafanya vile, akaziweka kule. Jamani. Sasa alipofanya vile, kuweka nguo zangu pembeni, akawa na yeye sasa anafurahia pale sasa kuangalia jinsi ambavyo nilivyokuwa. Akawa anaangalia kwenye kifua changu. Unajua kifua changu hapo ukiangalia muda unasoma saa 6. Yaani kifuani ni saa 6 kamili. Minara imesimama hivi. Nakwambia ule baba mzee Bimo akaanza kunishika tena katika kifua changu. Mara apeleke mdomo, mara afanye hivi. Jamani, sasa najiuliza, mimi nilisikiaga kwamba wazee kama hao huwa hawanaga mambo hayo. Wazee, unajua mimi pale mambo yangu katika mahusiano ninachojua ni mambo ya kuhadisiwa. Sina jambo la kwangu mwenyewe kwa sababu sijaanza. Mimi nilikuwa najua wazee kama wale hawana hayo masuala ya romance nini, hawana hizo mambo. Wao ni ghafla binivu kushika kufanya vile. Sasa ngashangaa kwa mzee Bimo ni tofauti. Mzee Bimo anacheza na mimi kweli. Mara vile kidogo amepeleka mkono wake huko kwa bibi. Kaupeleka kwa bibi, kaanza kuchezea antena. Nikiruka kidogo, mara kapelekea mgongoni. Sijakaa vizuri, mara kabinya kwenye sofa la mwili. Jamani. Sijakaa vizuri, mkono wake kwenye wallet ya manyoya umerudi kule. Jamani. Unajua nilikuwa napata msizumuko fulani hivi ambao kusema ukweli hapana siwezi kuelezea vizuri. Labda tu kwa mdada ambaye anaweza kanisikiliza ndio anaweza kaelewa vizuri zaidi ni kitu gani ambacho kilikuwa kinampata mwanamke pindi ambapo mmoja anapokuwa anakutana na mwanaume ambaye anapenda hiyo michezo. Yaani anayependa kuchezea mtu, kumchezea vizuri mwanamke kabla ya mambo yenyewe. Nilikuwa napata msisimko ambao ni wa haja, yani nilikuwa najikutana wehuka tu pale ndani. Nikajua kabisa hapa leo mambo yangu leo hayawezi, mimi siwezi kutoka salama hapa. Nikawa naanza kujilaumu pale, hivi kweli kabisa nimetunza usichana wangu siku zote afu nakuja kubanduliwa na mzee kama huyu. Yaani ukiacha msisimko ambao niliokuwa naupata pale, lakini huko moyoni mwangu kwa kusema ukweli mzee Bimo alikuwa hayupo kabisa. Yaani hayupo. Unajua hayupo? Yaani hayupo kabisa. Hana kitu chochote ambacho anachofanya ni mtamani. Nikumbuka kuna wakati kibao ananitongoza anafanya vile afu na wakatalia afu kweli mzee huyu amenitaitisha hivi. Sikuwa na la kufanya.
Nilianza mimi kutia miguno yangu pale nikiwa kitandani huko na kule. Yule mzee alianza kufanikiwa kunipelekea mdomo wake katika mdomo wangu na kwanza eti anapiga romance. Wewe. Nilishindwa kukataa kusema kweli. Nilimkubalia. Alicheza na mimi zaidi ya nusu saa ananichezea tu. Nakwambia tumeenda mimi naamini hata dakika 45 ziliisha. Anachezea tu mwili wangu. Baadaye nilijikuta hata mimi huko kwa bibi kukiwa mto umetema kweli kweli. Mto unatoa maji ya ajabu huko kwenye kijiji cha bibi. Uzuri tu ni kwamba huko kwenye kijiji cha bibi huko nilikuwa mimi sipendi kufuga nyasi. Kwa hiyo ilikuwa hata zile wajua mwanamke unapokaa alafu kule kwa bibi yako kukawa kuna nyasi, mito inapoanza kufurika tayari yale maeneo ya nyumbani kwa bibi panakuwa pajabu pabaya sana. Nilipeleka mkono wangu haraka kumzuia ile sinishike, ndipo nilipokuta nimegusa huko kwa bibi rasmi. Nilipopagusa wewe nilikuta maji yakiwa tayari yamelowanisha sana kijiji cha bibi yangu huko chini. Pale pale alinishika mkono wake, alinishika mkono wangu taratibu akauondoa na akanichanua mikono yangu ikawa imechanua yani kama mtu yani kama picha ya Yesu akiwa anasulubiwa vile. Alafu sasa akanilalia moja kwa moja pale akawa ananigusa ameniwekea mikono yake hivi. Huku yani viganja vyake ameviweka juu ya viganja vyangu akiwa ameitanua mikono yangu. Alafu mdomo wake unaleta mdomoni kwangu. Alafu huku akiwa anaanza kunilalia na huku mjukuu wake huyo akimpeleka huko kwa bibi yangu. Wewe alianza kugusisha juu. Nilianza mimi kusikia kwamba naumia. Nilikuwa sitaki kabisa kijiji cha bibi yangu kiguswe. Nilikuwa sitaki. Nilianza kuleta shida huku na kule. Huku na kule nikaanza kuleta usumbufu. Lakini yule baba bana alikuwa mtaalamu sana. Mzee Bimo. Alianza kuzuga kama ananipigisha story. Pale pale akiwa yuko juu yangu. Akachukua ile mikono yake akaniambia, "Hebu iweke mgongoni kwangu." Nikaweka mikono mgongoni. Akawa anajaribu kupeleka kwa kasi mjukuu wake huko chini kwa bibi yangu, mimi nikawa nakataa. Narudi nyuma. Ananiambia, "Hapana, usikilize nikwambie. Unajua njia lazima uipitie. Lakini hata hivyo mimi mbona sikuumizi?" Niambia, "Hapana, sitaki. Nilishaambiwa kwamba inauma, sitaki." Wala hata usiogope. Wewe ukitaka isiume, wewe ondoa mikono yako kwanza huko mgongoni. Weka hapa kwenye mabega yangu. Shika hapa. Akawa ananishikisha mikono yangu mimi kwenye mabega yake. Kwa hiyo ngaweka mkono wangu mmoja kwenye bega lake na mwingine kwenye bega la pili. Alafu mikono yake yeye sasa akawa amenishika na mimi kwenye bega langu, mkono wake mmoja umeshika kwenye bega langu. Amenishika hivi, amenikumbatia hivi kwenye bega langu hivi kupitia chini, amenibana vizuri. Alafu mkono wake mmoja ukaenda huko kwa mjukuu wake. Umefika huko kwa mjukuu wake, nikaona sasa akiwa anaugusisha katika antena kwenye kijiji cha bibi yangu huko chini. Kidogo wewe sijui alifanyaje. Nilisikia maumivu makali yaliyokuwa yanatoka huko kwenye shamba la bibi yangu huko. Niliachia mikono yangu yote pale nikaruka pale, lakini hata sikufanikiwa kutoka kwenye mikono yake. Alikuwa amenibana kisawasawa. Aisee alianza kukilima kijiji cha bibi. Aisee nilimuona yule baba aisee kweli, yani nilijuta kwa nini nilimdanganya mama kwamba mimi naenda kazini, alafu badala ya kwenda kazini kaenda na yule mzee. Nilinyooshwa. Hakujali kabisa kama mimi ninaumia au vipi. Pamoja na maumivu niliyokuwa nayapata kutokana na kijiji cha bibi yangu kulimwa bila ridhaa yangu, lakini yeye hata hakujali. Aliendelea kukilima na hatimaye nilimuona kabisa akiwa anaonyesha kwamba amejichokea baada ya kunilima vizuri. Alikaa pembeni huko akiwa ananitazama. Muda huo mimi nilikuwa nalia. Nilipopeleka mkono wangu huko katika kijiji cha bibi yangu huko chini, nikakuta kwamba nilipopandisha si mto tu uliokuwa umefurika, lakini ule mto muda ule ulikuwa una maji ya damu.
Niliogopa nikamwambia baba, umeniua. Umeniua we baba. Kaniambia hapana. Wala hata usiwaze. Kaniambia hapana, umeniua, mimi sikutaka uniumize hivi. Hapana, lakini si zawadi zangu ulichukua. Sasa zawadi yako ndo unifanyie hivi. Sema tu kwa sababu wewe bado mdogo, lakini wenzako watu wazima wanaelewa ukishakula zawadi ya mwanaume kinachofuata ndio hicho hicho. Umekubali kula zawadi ndio hivyo. Basi mimi kwanza leo sitaki mavitu yako unanipa. Sitaki kabisa mimi, unanipa afu unaniumiza hivi. Alafu sasa kwa taarifa yako ni kwamba huwezi ukaumia tena. Huwezi ukaumia tena. Ilikuwa ni hiyo mara moja tu, lakini huwezi kuumia tena. Pole sana lakini. Shika basi na hii hapa. Sitaki. Alikuwa anasema sitaki. Alikuwa amefungua, amefika pale kwenye wallet yake amechukua, alafu ananirushia hela. Shika 10,000. Mimi sitaki. Nilivyoona anaendelea kuzimtopia. Sitaki iko wapi? Singeanza kuzikusanya. Nikachukua zile hela. Wewe nakwambia nilipewa zaidi ya 100,000. Sio 120 hivi. Nikazikusanya nikachukua. Ngasema jamani nimeumia, lakini kwa upande wa hela nimepata. Basi akawa ananibembeleza pale. Siwezi amini. Mzee Bimo alikuwa ni romantic. Alikuwa anajua kujali. Pale ndipo nilipokubali maneno ya dada wakubwa waliokuwa wanaongea kwamba wazee wanajua kujali. Kweli bwana alikuwa ananijali. Tulitoka pale tukaondoka, akawa anaendelea ananichatisha hata kama niliporudi nyumbani, ananichatisha, anaonyesha kunipenda. Unajua huwezi amini kama yule ni mtu mzima. Huwezi amini kama ni mbaba ambaye ni mkubwa mpaka kwa wazazi wangu. Siku bwana nilirudi nyumbani, tukaishi kama siku 2-3 hivi, akawa anaendelea kunionyesha upendo mkubwa sana mzee Bimo. Nilijisikia furaha. Kwenda kazini sasa kule kwa ambapo nilipokuwa nafanya kazi pamoja na mama Bulan, niliona kama sio kitu cha maana. Kwa sababu nilikuwa nikienda kule napata hela kidogo, na wakati nikiwa mimi pamoja na mzee Bimo napata hela nzuri tu. Lakini ndio hivyo, nilikuwa sina namna, niliendelea kwenda kule. Huko mzee Bimo kila tukikutana akiniambia nataka nichague biashara ya kufanya ili aweze kunifungulia biashara ili niache kwenda kule. Mimi nilimwambia bwana, mimi kitu pekee ambacho ninachokitaka, nataka unifungulie goli langu ili niweze na mimi kufua, nifue, nitengeneze vitu vyangu mimi mwenyewe. Ananiambia kweli? Nikamwambia ndio. Ndio kazi pekee ambayo unayoipenda hiyo? Ndio, ndio kazi ambayo nimeizoea. Kwani ni vitu gani ambavyo vinavyohitajika? Kunahitajika pasi, kunahitajika nitafua mwenyewe tu, sio lazima mashine, lakini pasi lazima, meza na frame vile vile pia. Basi hakuna shida, hivyo vitu vyote mimi nitavikupatia. Nitakupatia hivyo vitu na wala hata usiogope. Basi nitashukuru. Sasa utamwambiaje mama yako? Mama mimi nitajua vyovyote tu nitakavyomwambia, lakini wewe nipatie tu hivyo vitu. Okay. Basi hamna shida. Msikilizaji, tulikuwa tumekubaliana kabisa. Nilipokuwa niko nyumbani siku moja nikiwa mimi na mama yangu. Mama yangu alinieleza, akaniambia kwamba kuna mtoto wa dada yake ambaye anatakiwa aje pale nyumbani kwa ajili ya kufanywa suna. Yaani alikuwa aje pale afanywe suna kwa sababu alikuwa anafanywa suna alafu alelewe pale nyumbani, yani baada ya kuingizwa kwenye tohara, yani alikuwa anatahiriwa. Akishatahiriwa akae pale nyumbani kwa sababu mama ndo ana muda wa kukaa, lakini huyo mama mkubwa yeye alikuwa ni mfanyakazi wa serikalini. Kwa hiyo muda mwingi yuko busy. Na mtoto wake ndo hivyo anaendelea kukua. Akasema inabidi atahiriwe alafu aje akae pale na mama. Sasa ngamwambia sawa mama, hamna shida. Akaniambia sasa itabidi uwe na utaratibu wa muda mwingine utakuwa huendi huko kazini, wewe unakaa na mimi hapa nyumbani ili tuweze kumsaidia. Nikamwambia hamna shida mama.
Sawa sawa, tukakubaliana. Kweli bwana, baada ya siku kama 5 hivi, yule mdogo wangu sasa upande wa mama mkubwa akaletwa pale nyumbani, akafanywa suna yake vizuri. Akawa sasa analelewa pale, tunaishi naye pale nyumbani kwa kipindi kile mpaka apone kidonda chake vizuri, ndipo arudi huko aendelee na mambo yake. Mama mkubwa yule alikuwa hapendi kabisa, alisema hataki kumpeleka mtoto wake sui hata ile hospitalini na nini, hapana. Hilo ndio lilisababisha tukae naye pale. Sasa nikawa mimi sasa siendi kazini. Mzabimu akawa ananiuliza mbona huendi kazini? Nikamwambia bana, mimi kuna mdogo wangu mtoto wa mama mkubwa yuko hapa nyumbani amefanywa suna. Akaniambia basi poa, mimi nitakuja basi kumuona. Nikamwambia basi sawa. Akaja kweli. Akaja pale nyumbani. Alikuwa amefungasha vitu mbalimbali pale, nyama sui nini, vitu kibao, vikorokoro kibao yani vya kupika. Ameleta pale nyumbani. Tukampokea. Dogo mzima sui nini, tukamaliza pale, tukapika chakula, tukala na yeye. Mama akaniuliza akaniambia, "Huyu mzee si mzee Bimu?" Nikamwambia ndio. Akaniambia sasa amekuja hapa yani kwa sababu ya nani? Mimi sina mazoea naye. Nikamwambia huyu atakuwa amekuja kwa sababu yangu mama. Wewe naye mna mazoea? Nikamwambia mama yangu, huyu nina mazoea naye kule kazini kwangu, huwa analetaga nguo zake, namfulia na mnyoshea, ndo maana tumezoeana. Sasa amejuaje kwamba hapa nyumbani huyo ana kuna mtoto ambaye amefanywa tohara hapa nyumbani? Amejuaje? Ameenda kule kazini akanikosa, ndio maana akanipigia simu, ndo nikamwambia kwamba sijaingia kazini kwa sababu ya mdogo wangu huyo hapa. Haya. Kuna amani lakini. Nikamwambia kama amani ipo, mbona anaona kama mzee Bimu mimi sijawahi kujua kama ana upendo kiasi hiki? Nikamwambia ndio hivyo mama, labda ni watu damu kuendana. Hapana. Mimi sio kwamba nasema ana roho mbaya, lakini simjui kama ni mtu hivi. Mama ndio hivyo, labda hujawa na mazoea naye. Haya mwanangu. Lakini angalia sana. Hamna shida mamangu. Mimi mwenyewe niko makini. Kuwa makini sana Sitra. Hawa wazee hawa sio watu wazuri kabisa. Mimi nawajua hawa. Kuwa makini kwa sababu hawa wengi wao wanapenda sana vibinti. Wazee siku hizo wameharibikiwa. Wanapenda sana vibinti. Alafu afya zao sio nzuri sana. Sio za uhakika, za kutilia mashaka. Kwa hiyo kuwa makini sana. Kuwa makini sana binti yangu Sitra. Nikamwambia mama sawa, hamna shida. Msikilizaji, mzee Bimu sio siku hiyo tu. Hata siku iliyofuata alikuja pale nyumbani na bado zawadi alikuwa amebeba nyingi. Siku hiyo alikuwa amebeba zawadi mpaka alimletea mama yangu. Alikuwa amemletea mama nguo, vitenge, sio kanga, sio vitu gani, amemletea mpaka kale yule mdogo wangu yule Freddy ameletewa vitu pale nyumbani. Nikasema jamani. Mama siku hiyo akaniuliza tena. Akaniambia lakini wewe Sitra, umeniambia kwamba huyu hakuna kitu chochote kinachoendelea na wewe kati yako wewe na yeye? Nikamwambia mama hamna. Sitra, wewe nifanye tu mtoto mdogo. Mimi nimeshaelewa kinachoendelea. Lakini nazidi kukwambia kuwa makini. Nikamwambia mama hamna shida. Nilikuwa nikimweleza mzee Bimu mambo yote ambayo mama aliyokuwa ananiambia, lakini mzee Bimu akawa ananiambia usiwaze. Hamna shida yoyote. Zikapita siku 2 akaja tena pale nyumbani. Walipokuja pale nyumbani nakwambia alikuwa amefungasha vitu vya kula, ameleta mchele, swi nini, ndizi, nyama. Alafu akipiga story dakika ngapi anaondoka. Siku hiyo mama aliniita. Yaani siku hiyo alipokuja tena mama akaniita. Baada ya mzee Bimu kuondoka, akaniambia wewe Sitra, nisikilize nikwambie. Nikamwambia be mama, niko tayari. Mimi sio mtoto mdogo. Ni mtu mzima kabisa na naelewa kila kitu kinachoendelea. Najua kila kitu kinachoendelea. Hata kama sijaona. Lakini haya machache ambayo niliyoyaona haya yananiambia kila kitu. Sasa
na kuomba umsisitize mzee Bimo mwende mkapime. Ndipo muendelee na mambo yenu. Sina uwezo wa kukuzuia sasa hivi kwa sababu ninachokiona ni kwamba tayari mmeshapendana. Huyu anakupenda huyu. Hata kama hajakwambia wewe kama anakupenda, lakini mwanaume anayekupenda mimi namfahamu. Akimpenda mwanamke mimi najua tu. Hizi mbilinge za kuja hapa nyumbani kujikuta analeta zawadi sijui nini, anazuga kama anampenda mdogo wako, si za kweli. Huyu anakutaka wewe kama hajakwambia, lakini nataka nikwambie anakutaka wewe. Lakini sasa binti yangu siwezi kukataa kwa sababu mtu mwenyewe unamuona na pesa huyu. Unachopaswa wewe kukitumia vizuri ni hicho kiwaleti chako cha manyoya hicho. Hiyo waleti yako ya manyoya umridhishe vizuri ili aweze kutufaidisha hapa nyumbani. Lakini lazima mkapime ili mjue usalama. Unajua huyu ana mke wake, japokuwa kuna taarifa kwamba wanagombana. Lakini vyovyote itakavyokuwa Sitra, hata kama akikuoa mke wa pili, hakuna shida, wewe usikatae. Ili tuweze kupata mali. Nafikiri unaona hata hapa nyumbani maisha yetu yalivyo. Huyu anaweza kutufanyia mambo makubwa sana hapa nyumbani. Kwa hiyo usimkatae. Lakini mkapime ili uhakikishe afya zenu. Mama alivyoniambia hivyo, nikasema Mungu wangu, sasa namjibuje mama? Kichwani mwangu nikawa nawaza, nimjibu kwamba nimekubali au nimjibuje? Sababu naogopa kumjibu tu kwamba sawa tutapima sio nini, naogopa sija kawa alikuwa ananipima. Na ikitokea mama akiwa kama atakuwa alikuwa ananipima, akikuta nimekubali, najua mama atanizabua na kunisema sana. Kwa hiyo nikawa nawaza, sijui nikubali au nimzuge mama. Lakini nilivyokuwa namuona akiongea, alikuwa serious, alikuwa sio mtu wa kunipima. Nikamwambia tu mama sawa, lakini mimi hajanitongoza. Ndio maana na mimi nimekwambia hata kama hajakwambia, lakini huyu anakutaka. Huo ndio kweli. Na usije ukakataa. Huyu akikwambia mara moja kubali. Ngana jisemea moyoni mwangu kana nimwambia mama ungejua tu kwamba yaani tunda limeshaliwa kitambo, hata usingesema hivyo. Basi mimi pale nikamkubalia tu mama, tukatulia. Tuliendelea na mahusiano mimi pamoja na mzee Bimo. Mambo akawa tunafanya mambo yetu kama kawaida kwa siri hivyo. Mpaka yule mdogo wangu pale wa mama mkubwa yeye Fred akapona. Akaondoka, sisi tukawa pale nyumbani. Sasa mzee Bimo ni kama amepafanya kama nyumbani. Anakuja pale, anamwachia mama pesa au kuna kule. Ikafikia wakati ambapo sasa anamwaga hata mama kwamba jamani, naomba nitoke na huyu tukazunguka tunarudi. Mama akawa ananiruhusu kabisa mpaka kuondoka, kwenda naye mahali. Tunaenda tunafanya yetu tunamaliza. Haikuchukua muda mrefu. Mzee Bimo alisema anamfungulia mama biashara na mimi akanunulia vile vitu vyangu vyote, nikafungua goli langu rasmi na mimi mahali ambapo kulikuwa na site nzuri tu. Nikawa napata wateja wangu sasa, mimi nafanya biashara yangu ya udobi. Nilikuwa na enjoy kwa kweli, nilikuwa napata hela zangu sasa pale. Tofauti na kule kwa rafiki yake mama, yeye mama Bulan. Nilikuwa nikifanya kazi sana afu pesa napata kidogo sana. Sasa hapa nilikuwa nikipata pesa nzuri. Hela ya pango nakumbuka pale nilikuwa nimelipiwa miezi 6. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kufanya kazi tu. Kazi yangu ikawa mimi ni kufanya tu kazi, nafanya tu. Yaani pesa tunayoipata ni yangu. Huku nikiwa naweka pesa kidogo kwa ajili ya hela ya frame ya watu ile nilochukua. Kwa sababu nilikuwa nimechukua frame kubwa kwa ajili ya kufua, kunyosha meza yangu kubwa. Ile sehemu nilikuwa nimepewa ile pasi ya umeme nimenunuliwa na ile ya mkaa. Zote zipo. Kwa hiyo siwezi kusingizia chochote. Na kwambia mzee Bimo alikuwa ananipenda. Pale pamoja na kwamba kuna umeme, lakini alinichukulia generator. Akaniambia kwamba bana, hata kama umeme ukizima wewe usiache kufanya kazi. Unafanya kazi kama kawaida. Nikasema maisha sasa si ndo haya bwana. Maisha ndo haya. Tuliendelea kuishi hivyo na kweli pale nyumbani sasa akawa amejenga vyumba viwili vizuri tu. Hivi vilikuwa ni vyumba vya biashara, ni frame 2.
pale nyumbani za biashara. Mama akawa sasa anashona vitu vyake vile, anatundika pale. Akawa anafanya biashara mbalimbali tu pale nyumbani mama sasa. Na hii frame moja, mtu mmoja alikuja pale akaikodisha, akawa anafanya kazi zake na yeye pale anauza vitu vyake pale. Kiukweli kwa upande wa kule kwa mama mimi nilikuwa siwazi sana. Ilikuwa sio issue ya maana sana. Mimi nilikuwa najua maisha yangu, na mimi nikirudi nyumbani najua mama anapata pesa zake kidogo na mimi napata za kwangu na zitunza kwenye account yangu ya benki. Tayari nilishikwa nishafungua. Alafu yani kwa kifupi nilianza kupata maisha yangu ya raha sana. Kwa sababu na kazi yangu, afu nyumbani nikirudi sidaiwi kodi wala nini, na amani kazini kwangu safi kabisa. Sponsor wangu nani? Mzee Bimo. Bwana majaribu haya bwana. Pale bwana kazini kwangu alikuwa anapitaga, kulikuwa kuna kuja watu wengi kama unavyojua. Alikuja kaka mmoja hivi ambaye huyu kaka yeye alikuwa ni mwadhiri wa chuo kikuu. Alikuwa bado sijao mbaba, ni mkaka tu, lakini alikuwa anafundisha chuo kikuu. Sasa alikuwa anatoka kule chuoni, anakuja pale na yeye ananiletea nguo zile, nini, namfanyia kazi vizuri. Yule kaka akaanza kunipenda bwana. Akaanza kunipenda. Sasa nikiangalia yule kaka na yeye ni mtu mzima. Sawa, lakini sio mtu mzima kama Mzee Bimo alivyo. Mzee Bimo yani ni mkubwa kweli. Ningesema jamani, huyu kaka ananitaka, ananipenda huyo. Lakini sasa Mzee Bimo ndo kila kitu, ndo sponsor wangu, nitafanyaje? Yule mkaka yeye alikuwa apende kutoa hela. Yani akitoa sana labda shilingi 5,000, yani siku amejitutumua 10,000, na hiyo siku akitoa 10,000, ujue ya moto kweli. Sio siri nilikubali kuingia kwenye mahusiano na yule kaka. Nia yangu ilikuwa ni kwamba niweze kuonja sasa mkaka ambaye kidogo afadhali. Ni mbaba ndio, ni mkaka mkubwa, lakini huyu yeye kidogo afadhali basi. Yani hata kama kanipita na miaka labda 10 tu, sio yule mwingine nafaa kumuita hata babu. Kama kanipita na miaka 10, sawa. Nika sasa mimi na yeye kama vile yani tunashare, nikipata muda tunaenda na date naye, ananipa viela kidogo. Hapo ndo alikuwa ananipa 10,000 ngapi, siku nyingine hanipi kabisa, natoka ile. Lakini vyakula vile alikuwa anapenda kuhudumia vizuri sana. Hayo yote alikuwa anayafanya kwa kujificha, kwa sababu Mzee Bimo alikuwa na wivu hatari. Lakini kusema ukweli, pamoja na kwamba yule kaka alikuwa ni mdogo sana ukifanisha na Mzee Bimo, lakini penzi lake mimi sikulielewa kama Mzee Bimo. Mzee Bimo pamoja na ukubwa wake, lakini alikuwa anajua sana. Yani kifuani akipanda sio muda mrefu sana, sio kivile. Hatumi muda mrefu, lakini huo muda wa kukuandaa, yani alikuwa anatumia muda mrefu sana kuniandaa. Nilikuwa na enjoy mambo mengi hata kabla ya kufanya tendo lenyewe. Hakuna sehemu ambayo alikuwa haigusi, sio masikioni, ndani ya masikio, wapi. Mara nikalie, mara vile, mara ninamishe, mara hivi. Yani mambo kibao alikuwa ananifanyia hata kabla hatujaanza tendo. Tukianza tendo hakai muda mrefu sana, sababu ya umri wake. Huyo apiga moja, akijitahidi 2 chali. Lakini sasa unakuta mmefanya muda mrefu, msha enjoy. So nilikuwa napenda sana. Kwa hiyo hata kwa kweli pamoja na kupata yule kaka mwingine mhadhiri wa chuo kikuu, lakini hapana, sikuweza kusahau penzi la Mzee Bimo. Alikuwa ni fundi kweli. Basi nikawa mimi na date na wawili. Siku moja nakumbuka nilikuwa nimeenda kudate na yule kaka mhadhiri. Simu yangu ikaita. Kuiangalia ni Mzee Bimo. Unajua siku hiyo ni mida ya jioni. Ni jioni kabisa hapo. Ni saa 1 kasoro. Kwa sababu mimi nilifunga kazini pale nikaondoka. Nikasema nipokee au nisipokee. Nikaiangalia yule kaka mwadhiri akaniambia, wewe pokea hiyo simu. Nikamwambia hapana bwana, huyu atanisumbua. Nimekwambia pokea hiyo simu. Nikaona sasa nisimkasirisha, nikamwambia nikaipokea. Wewe uko wapi? Niko kazini. Na kuuliza uko wapi? Uko kazini na wakati mimi niko hapa kazini sijakuona.
Niko kazini bwana. Wewe uko wapi? Mbona niko hapa ndani bwana? Hebu acha utani wako bwana. Anyway, nilikuwa nakutania, sipo hapo. Unarudi saa ngapi? Au nikupitie hapo? Hapana, usinipitie. Kuna mahali nitapitia kuchukua vitu vyangu hivi, nampelekea mteja nguo, alafu ndo hivyo mimi nitaenda nyumbani. Kwa hiyo usinipitie tu. Msikilizaji, bwana, unajua nilikuwa namdanganya kwamba mimi niko pale kazini, lakini ukweli ni kwamba mimi sikuwa kazini. Nilikuwa najibu tu vile kwamba niko kazini, lakini nilikuwa naogopa kwamba ikiwa amekuja kazini nimekwisha. Nilikata ile simu baada ya kumaliza maongezi na yeye. Shadrack, yule ambaye ndo yule kaka sasa ambaye ni mwadhiri wa chuo, akaniuliza, akaniambia huyo ni nani? Nikamwambia bana, huyu ni ex wangu. Ex wako? Ndio. Ex wako ndo unamjibu hivyo, unamdanganya. Kwa nini unamdanganya kwamba uko kazini? Ina maana yeye kazini kwako anakuja kila siku? Ndio hivyo bana, huyu ni ex wangu. Mimi nilishamwambia tuachane, lakini ndio hivyo anakuwa kinganganizi tu. Una uhakika? Ndio. Mimi nafikiri nilikwambia toka mwanzo kwamba niko tayari kuingia nawe katika mahusiano. Kwa sababu nilikupenda. Lakini sikuwa tayari kabisa hata kidogo kuwa kwenye mahusiano ya mtu ambaye tayari ana mtu wake. Ndio maana nilikuuliza toka mwanzoni. Na ukaniambia huna mtu, mara siyo mlishaachana. Sasa haya mambo ninayoona, haya mapicha ninayoyaona haya, yatanigombanisha na wewe. Wajua Shadrack aliongea, lakini angejua kwamba mimi pamoja na penzi lake analonipa, kwanza kimapenzi hamzidi mzee Bimo, cha kwanza. Cha pili, nje tu ya mapenzi ni kwamba pesa hatoi hela, yani hatoi hela kabisa. Mzee Bimo yani pesa yake akitoa ni hela inaeleweka. Ni hela ambayo inaeleweka kweli. Lakini yeye huyu Shadrack, hela zake havieleweki kabisa. Basi mimi nikawa namsikiliza tu anaongea pale, lakini angejua mimi nasema bora tu hata kama nikupotea aondoke yeye. Sitajuta sana kumpoteza kama ikitokea kwamba mimi nikimpoteza mzee Bimo. Basi akaongea pale, nikambembeleza, nikamwambia hapana bana baby, sio hivyo, yule sio bwana wangu. Yani yule yupo tu lakini sio wangu, tushachana nini. Nikabembeleza pale, akaelewa. Tukamaliza pale, mimi nikaondoka zangu, nikarudi nyumbani. Nimefika nyumbani, nikakuta kwanza nikashangaa, nimemkuta mama yuko katika hali ambayo sio nzuri. Yani mama yuko katika hali ya huzuni. Nikamuuliza, mama vipi? Akaniambia, bwana, kuna taarifa nimezipata. Nikamuuliza, mama, taarifa za nini? Akaniambia ni taarifa kuhusiana na baba yako. Aliposema tu vile, mimi kwa kweli niliogopa. Yani kuna kitu kilipita hapa, nikaogopa sana. Nikamwambia, taarifa zenyewe zinasemaje? Ananiambia, baba yako amesema anahitaji kuongea na nyinyi. Yani anataka aongee na sisi kwa ujumla. Baba anataka kuongea na sisi kitu gani? Kwanza yuko wapi sasa hivi? Sitra, baba yenu yuko hapa mkoani. Lakini nilishapata taarifa kitambo kwamba tayari alishaoa. Sasa sijui ni kuoa au ni kuhamisha, kwa sababu nasikia anaonekana na wanawake wengi. Lakini nishaonyeshwa picha ya mwanamke mwingine ambaye niliambiwa kwamba yeye ndo ako naye muda mwingi. Nimefanya uchunguzi, nimeambiwa mpaka jina la huyo dada huyo. Lakini
habari sio ya huyo dada na kadhalika, sivyo vitu hivyo, ila baba yenu anataka aje hapa tuongee. Lakini kilichonifanya nipate huzuni sana Sitra ni maneno ambayo aliyoagiza baba yenu. Nikamuuliza, mama, maneno gani? Baba yenu anaongea kwamba yani amebezi sana kwenye kuomba msamaha kama mtu ambaye anapotea vile. Yani kama mtu ambaye anaondoka, yani kama hatunaye. Maneno yake anayoongea ni ya kuagaga, kutia huzuni sana. Nikamuuliza, mama, kwani baba anaumwa? Akaniambia hapana, haumwi. Nikamwambia, sasa mama, kama haumwi, unawaza vitu gani hivyo? Kwa nini unamwazia baba vitu vibaya? Hapana, lakini ngoja akija hapa akiongea mwenyewe tutaelewa. Nikamuuliza, mama, kwa hiyo baba anakuja lini? Amesema kesho atakuja hapa nyumbani. Nikamwambia sawa. Mimi ile kesho sikwenda hata kazini kwa sababu hata mimi nilikuwa nimemiss baba. Baba, unajua baba yangu mimi alivyokuwa ananipenda dini, alafu akatoweka tu ghafla tu vile, siku nyingi eti mara unasikia yuko kule, mara kaonekana huku. Kusema ukweli mimi sikupenda. Nilikuwa nimemiss sana baba yangu, nikasema leo siendi kazini. Nilibaki kweli pale nyumbani, na kweli mida fulani baba alikuja pale nyumbani. Alikuja pale akaanza kuongea pale, "Oh jamani, mimi naombeni mnisamehe sana. Mke wangu tulikosea na wewe. Naomba pia hata unisamehe mahali nilipokosea. Mwanangu Sitra, naomba unisamehe sana kwa kukutelekeza. Sio kwa kupenda kwangu, lakini nimetafaruku, lakini ilikuwa haikuhusu wewe, lakini adhabu umepata wewe. Naomba unisamehe sana. Hata nitakapokuja kwamba nimeondoka, sipo hapa kwenye ulimwengu, naomba nisiende na kinyongo moyoni mwangu na nisiache kinyongo moyoni mwenu. Nisameheni sana sana sana. Mimi kati yenu mtu ambaye aliyenikosea nimeshasamehe. Naombeni mnisamehe." Kamuuliza, baba, mimi kwanza hujanikosea, lakini kwa nini unaongea maneno kama hayo? Hapana. Nimependa tu niwaage kwa sababu kuna leo na kesho, binti yangu. Ninaweza nisikuombe msamaha alafu siku moja nisipate fursa kabisa ya kukuomba msamaha. Ndio maana nimeona ni bora nikuombe msamaha wakati huu nikiwa na uwezo wa kukuomba msamaha. Vile vile nimemwomba msamaha mama yako kwamba kama kuna sehemu ambayo nimemkosea nisamehe sana, japokuwa yeye nilijua kabisa yeye ndiye aliyenikosea. Hata hivyo nimemsamehe vile vile. Naombeni mnisamehe sana. Nje ya hayo baba aliendelea kuongea maneno mengi sana ya kuagaga pale, akitia huruma sana. Nasema basi sawa. Kaambia, baba mna shida. Nilisogea mpaka karibu na baba yangu pale, nikajilaza kwenye mapaja yake kama nilivyokuwa nimezoea. Nikamwambia, baba, mimi natamani tuendelee kukaa hapa nyumbani. Akaniambia haitawezekana. Mwanangu Sitra, kwanza sasa hivi una mdogo wako, na nimepata kwa mama yako mwingine. Huyu mama yako anaitwa Eda. Kadiri siku zinavyoenda kuna siku utamjua, Mungu akipenda. Anaitwa Eda. Ni rafiki yangu. Sijaoa rasmi, lakini ndio hivyo, ana mdogo wako. Kaambia, baba, kwa hiyo wewe ndio umeamua usiwepo hapa nyumbani kabisa? Hutaki kukaa na sisi? Ananiambia hayo mambo anajua mama yenu, mtamuuliza, lakini huo ndio ukweli. Nimekwambia tu kwamba una mdogo wako halali kabisa. Ananiambia, basi baba, mimi nahitaji nimuone huyo mdogo wangu. Akaniambia, mna shida. Nitamwagiza atakuja hapa kwa sababu sijui kama mimi nitapata tena fursa ya kurudi huko. Nikamwambia, baba, kwani unaenda wapi?
unaongea maneno hayo mimi yananiumiza. Kaniambia hapana, ila uzuri ni kwamba mama yake tayari anapajua hapa na anakujua na wewe. Kwa hiyo usipate shida, mtafahamiana. Tulipiga story kadhaa pale na baba na hivyo nikakubali. Ilifika jioni na baba alisema yeye anaondoka. Aliondoka na baada ya dakika kama 30 hivi taarifa zilikuja pale nyumbani kwamba baba yetu alipata ajali na kufariki dunia. Jambo hilo kusema kweli liliniumiza. Baada ya kuambiwa kwamba eti gari aliyokuwa amepanda baba imepata ajali na baba yangu peke yake ndiye aliyefariki, kwa kweli niliumia moyoni mwangu sana. Hapakuwa na namna. Ndugu alisema kwamba baba inabidi azikwe nyumbani kwetu kwa sababu ndo nyumbani kwake. Huyo anayekuwa na kuaga naye huko ni Hawara tu. Na Hawara mwenyewe hakuwa mmoja, walikuwa wengi, lakini ambao walikuwa wanafahamika maarufu sana ni huyo Eda ambaye tayari alikuwa amezaa na baba, na huyo mwingine alikuwa anaitwa Legi. Hao ndo walikuwa ni Hawara ambao wanaofahamika kweli kweli na watu. Basi kweli tulifanya matanga pale na mzee Bimo alikuja na kushiriki sana kwenye matanga pale nyumbani, akawa na sisi kila kitu mpaka msiba ukaisha salama salimini. Kuanzia pale sasa mimi niliishi nikiwa sina baba. Lakini faraja kubwa kusema ukweli nilikuwa naipata kutoka kwa mzee Bimo. Mzee Bimo alikuwa akija pale kwa mama, anamjali tena. Akiwa na mimi ananijali na kunijali zaidi na zaidi. Kila mamangu alipopata huzuni, mzee Bimo alikuwa ni faraja yake. Na haya yote mzee Bimo alikuwa akiyafanya kwa sababu tu alikuwa anataka mimi nisipate shida. Baada ya msiba wa mama kuisha na siku kusogea, mama aliniita akaniambia, Citrus mwanangu. Niambia be mama. Ananiambia nisikilize mwanangu. Ninajua sana kwamba wewe kama mtoto wa kike una tamaa nyingine na malengo yako katika kuolewa. Niambia ndio mama. Akaniambia lakini kuna nuru nimeiona. Kuna nuru nimeiona kwa mzee Bimo. Mzee Bimo anakupenda sana. Waswahili wanasema kufaye kwa dhiki ndiye rafiki. Mzee Bimo unapokuwa na tatizo analivaa na linakuwa la kwake. Amesimama na wewe kila muda mpaka kwenye msiba babako. Amesimama na wewe na anaonyesha kukupenda na kukujali sana. Sikuchaguli mume, lakini nakushauri huyo ndiye mume wako halali. Na naamini ameshakwambia kwamba anahitaji kukuoa. Nikamwambia mama ndio. Akaniambia sasa unasubiri nini? Nikamwambia mama, mimi huyo ni mtu mzima sana kwangu. Siwezi wewe. Mtu mzima kitu gani? Kwani haingii? Inagota? Haingii? Ninakuomba mwanangu, nakuomba sana, kubali haraka iwezekanavyo kuolewa na huyu baba. Usipofanya hivyo utajutia maisha yako. Huyu ni mtu anajiweza, ana pesa zake, alafu zaidi sana ana kitu kimoja cha tofauti sana ambacho hakipatikanagi kwa watu wengi walio na pesa. Na kitu hicho ni upendo. Ana upendo wa dhati, anajishusha sana. Hutaamini, yani mtu ambaye hajui hataamini kwamba huyu Bimo ndo mwenye pesa zake zote kiasi kile. Hichi ndicho kitu cha maana binti yangu. Wakati unapotafuta mwanaume anayetaka kukuoa, unaangalia kiwango chake cha kukupenda na kukujali na kujali ndugu zako. Ukikuta mwanaume anapenda sana ndugu zako, anakupenda wewe kweli kweli. Ukikuta mwanaume hajali ndugu zako, bado huyo hajakupenda. Kwa upande wa Bimo, ana kila sifa.
Ukiachana na sifa zake za kuwa na pesa, lakini anajali, ana upendo na anapenda ndugu zako. Sitakuelewa ukiletea mwanaume mwingine nje ya Mzee Bimo. Habari ya miaka. Hata watu wengine alisema umri nao ni namba tu. Alisema wasanii walishaimba kwamba umri ni namba tu. Kitu cha msingi ni hicho kilichopo moyoni mwa mtu. Naomba usiniangushe. Fanya vyovyote uwezekanavyo uolewe na Mzee Bimo. Ikiwezekana hata ndani ya mwezi huu akuoe tu, ondoke hapa nyumbani, uolewe tu. Kwa sababu ameshafanya mambo mengi hata hapa nyumbani. Na bado anaendeleza upendo. Kubali kuolewa na yeye. Msikilizaji, unajua pale mimi nilijikuta kama nikiona kama napigiwa kitanzi. Kwa sababu Mzee Bimo amejijengea umaarufu kwa mama yangu. Lakini ukizingatia umri wake hauendani na mimi. Ikabidi niende pia kwa rafiki yangu kumuuliza ushauri. Rafiki yangu Mwati. Kwa sababu hapo Mwati ndo rafiki yangu wa karibu. Nikamwambia Mwati, nikamweleza kila kitu kuhusu mama yangu anavyonieleza kuhusu Mzee Bimo. Akaniambia, wewe msikilize tu mama yako. Wenzako huku ambao tuliopata yani wapenzi ambao ni vijana tunateseka. Kwanza hawajui kujali, wanachojua ni mapenzi tu. Yani wao wanachojua ni kitandani. Wewe umempata mzee wako yule. Mimi mwenyewe nikwambie tu ukweli. Si unamuona yule wa kwangu mwingine ukiachana na kinadari kinachojifanya kile kidogo. Mzee wangu vile mjomba unamuonaje? Ni tumbo hilo. Bonge kweli. Lakini vipi unaona? Unaonaje anavyonijali? Mimi maisha yangu yasingeenda kama sio yule mjomba. Lakini anavyojua kujali, anavyonijali, wewe si unaona? Wazee hawa ndio kila kitu. Mimi mwenyewe mjomba akiniambia anioe, nakubali hapo. Msikilize mama yako. Mama yako hawezi kukutakia jambo baya hata siku moja. Hawezi akakutakia jambo baya hata siku moja. Nikamwambia, wewe Mwati bwana, hivi kweli mzee yule ndo anioe mimi? Sasa wewe unaangalia nini? Unaangalia umri au unaangalia upendo? Nikamwambia Mwati bwana, mimi nilitegemea kwamba nitakuja kwako utanishauri vizuri, lakini badala yake naona nishauri hivi vitu kwamba kweli yule mzee kweli ndo anioe Bimo kweli. Mimi naona nimlie hela tu, lakini kwa hapana. Lakini pia nikwambie kitu kingine shoga yangu. Mwati, kusema ukweli, yule kama nilivyokuambia, Mzee Bimo sio tu kwamba anatoa tu pesa. Bana hata mapenzi anayajua. Mapenzi anayajua kama nilivyokuambia. Yaani anajua kuniridhisha kabisa. Unajua Shadrack hawezi kunifikisha vizuri kama Mzee Bimo. Hawezi. Yaani kweli anakaa muda mrefu kifuani. Lakini yani zile nchonjo unajua pilau iwe na kachumbari, iwe na nini sasa vile vitu yaweki. Anachojua ni kupika, kuingia, kupiga kazi hapo kama vita. Akimaliza pale, labda kitu unaweza kuashiria kwa Shadrack ni busu. Lakini mengine haya hayuko vizuri kama Mzee Bimo. Kwa hivyo kusema ukweli, mimi ninachokikataa kwa Bimo ni umri tu. Lakini ukiniambia kwenye masuala ya seksi yuko vizuri. Ukiniambia kwenye masuala ya kujali ndo kama hivyo. Lakini umri wake bwana, mimi nitaficha sura yangu wapi? Nitaficha wapi uso wangu Mwati? Nikiambia mimi ndo nimeolewa na yule mzee jamani. Unanea hata huruma na wewe unanisukumizia unaniambia eti umeolewa. Kumbe unipendi lakini Mwati. Nilimweleza hivyo Mwati akaniambia, wewe sawa, kama mimi huniamini na mama yako humwamini. Kwanza kama mama yako humwamini utamwamini nani? Fanya chaguo lako mwenyewe. Utajua mwenyewe.
Nikamwambia basi bwana, mimi ngoja niendelee kufikiri afu nitajua nafanyaje, lakini kwa sababu wewe na mamangu mmeniambia, mimi naamini nitafuata tu shauri wenu. Kaniambia poa. Msikilizaji, sasa mimi tulimaliza pale na siku zilienda, mimi nikawa naendelea kule kazini kwangu. Kweli mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Biashara ilikuwa inaenda vizuri. Lakini pale ndani nilikuwa nimekosa kitu kimoja tu. Radio. Unajua mimi nilikuwa napenda kusikiliza nyimbo zile za pwani zile. Taarabu nini nilikuwa napenda sana. Kitu kingine nilikuwa napenda sana mpira. Sasa pale ndani nimepewa kila kitu. Afu sasa sina radio. Alikuwa anapita kaka mmoja, alikuwa ameshikilia vitu vyake, alikuwa anauza machinga. Ameshika vitu mkononi, visu vizuri vile, ameshika sui machaja, ameshika radio, ameshika memory, vitu vingi alikuwa amevivaa mwilini mwake, vingine ameshika mikononi akiwa anauza. Nilimuita yule kaka. Akaja pale. Nikamwambia radio hiyo hapo. Kuna radio moja ilikuwa inafanana kama, yani muundo kama ndege hivi. Imefanana kama ndege, yani ina mabawa yani. Na nyingine ilikuwa inafanana kama nyota. Unajua yule samaki yule star, yule samaki yule wa baharini yule anakuwa kama nyota hivi. Ya, hiyo nyingine. Nikaanza namuuliza yule mkaka. Nikashika moja nikamwambia hii shilingi ngapi? Kaniambia bana, hiyo hapo 15,000, hiyo hapo 25. Basi nikazisikiliza kidogo pale, tukaongea naye bei pale. Nikamwambia basi leo mimi sina hela, utaniletea wewe ukinapita hapa, mimi nitakustua ili nisikiwa na hela nikupe unipe radio. Akaniambia sasa bana, hata usiwaze wewe, kama una hela kidogo toa, afu hiyo nyingine nitaipitia siku nyingine ukiwa unapata. Nikamwambia mimi hapana, mimi sitaki kukopa mimi sasa hivi, sitaki madeni. Akaniambia basi usiwaze, wewe chukua, afu mimi sitakudai, lakini kila nikipita ukiwa na pesa utanipa, ukiwa huna basi kama umeipenda. Nikamwambia hayo hapo ndo yale mambo hayo, mnaanza kumbembeleza mtu kwenye kukopa afu baadaye kwenye kudai mnaanza kumjazia. Hizo mambo mistaki. Yule mkaka bana, kusema ukweli alikuwa ni mzuri. Huyo sasa ndo mkaka ambaye tunalingana. Lakini ukimwangalia tu hela hana. Hela hana bwana. Machinga pata wapi hela? Aka sasa tukawa tunaongea pale, anasisitiza nichukue. Sasa mimi nilikuwa napenda ile nyingine ile. Hiyo kubwa moja hiyo akaniambia 25, akasema hii ndo naipenda. Ilikuwa na sauti nzuri, nini nikaipenda ile pale. Nikachukua ile ambayo ilikuwa imefanana na star. Yaani imefanana na nyota. Yes. Nikaichukua ile pale. Akaniambia haya, mimi naondoka. Nikamwambia hapana, wewe kaka, hebu ngoja. Njoo wewe. Yaani ndai hela yote hiyo 25. Alafu kwanza wewe kaka kwanza nipunguzie. Tukaongea pale, akaniambia tena nitolea 3,022. Nikamwambia basi mimi nitakupa 20,000. Akaniambia hapana, hela hiyo yenyewe si unakopa. Nikamwambia wewe utanipa tu hiyo 22, lakini taratibu. Nikamwambia basi sikiliza, shika hii hapa. Nikampa noti ya shilingi 10,000. Nikamwambia basi poa, utakuwa unapitia hela yako hapa, kila nikipata kidogo hivyo nakupa. Msikilizaji, sio kwamba alikuwa sina pesa, ila alikuwa sijisikii kutoa pesa yote pamoja, kwa sababu kusema ukweli, kusema sikuwa na, hata ingekuwa ni shilingi 50,000 au laki, hata kama ningekuwa mimi sina, nilikuwa ni simu moja tu kwa mzee Bimo, asingeniangusha, angenipa hiyo hela. Na kwanza huenda angeenda kanunulia seti nzima ya radio yenye kila kitu. Sema tu ndio hivyo, sikumwambia. Basi bwana, ule kaka mimi nikamgea, akaondoka. Lakini alivyoondoka mimi, yule kaka hata alivyokuwa anatembea, mimi nilijikuta nampenda sana. Nilikuwa namtamani anavyotembea, namuona nampenda. Nikasema tu lakini hamna shida. Afu nikasema kwanza nimesahau kuchukua namba yake ya simu. Lakini nikasema hamna shida, wewe najua kesho atapita, sipopita kesho atapita tena kesho kutwa, kwa sababu tayari kuna hela hapa. Hela yake, nikasema hamna shida, huyo atajipitisha tu. Basi siku ile bana nikaondoka mimi, siku ikaisha, nikaenda nyumbani. Nikamwambia rafiki yangu Mwati. Nikamwambia Mwati, aisee, kuna mkaka amekuja pale, muuza radio huyo, amenikopesha radio. Jamani, lakini mkaka ni mzuri huyo.
Akaniambia wewe. Haya, endelea na mambo yako. Nikamwambia wewe na Mwati bwana nisikilize. Mimi nakwambia kitu changu unaanza kuniwekea negative hata hujajua nakwambia nini. Nimekwambia tu endelea. Utakuja kulia hapo kilio ambacho utakiamini. Endelea tu, mkaka mzuri. Wewe wajuaje wazee jinsi ambavyo wanavyokuaga na wivu. Sasa wewe fikiri lingine hapa halijaanza kukutokea puani. Huko kwa Shedrack. Uanzishe na hilo lingine huyo mkaka. Alafu mwisho wa siku mzee Bimo haja kujua. Hapo ndo utakoma. Nikamwambia bana pana nisikilize basi nikwambie. Akaniambia hebu niambie kama wewe uliweza kuniambia maisha yako hayo ya uzinzi. Hebu ongea nikusikie. Nikamwambia bana mkaka tu kwanza hajanitongoza nikwambie tu. Mkaka tu hajanitongoza wala nini. Ila nimekwambia tu kwamba yule mkaka ni mzuri. Amenikopesha redio. Amenisisitiza bwana mpaka nimekubali kuchukua. Mimi nilikumuita tu niulizie bei. Lakini nakwambia amenisisitiza nichukue mpaka nimeichukua. Sasa lakini bwana yule mkaka usimo kweli mimi nimempenda. Yaani kama ikitokea akiniambia kwamba ananipenda na yeye, mimi niko tayari kabisa kuachana na huyo Shedrack niwe na yeye afu pamoja na mzee Bimo. Nakwambia rafiki yangu Mwati aliniangalia, akanishusha, akanipandisha, akanikodolea macho. Nikamwambia bana mbona unaniangalia hivyo? Ananiambia unajua wewe unafanya vitu kama hufikiri vile. Unafanya vitu bila kufikiria. Huyo unayesema kwamba unamtaka, kwanza unasema hajakutongoza. B nje ya kukutongoza tu kwamba hajakutongoza, lakini pia hujui madhara, hujafikiri madhara ambayo yanataka kukuta ikiwa mzee Bimo akijua. Unajua mimi nakwambia hivi kwa sababu najua utakuja kuteseka sana. Siku hii mzee akikubwaga utakuja kuona maisha hapa mjini ni magumu sana. Kwa makini tulia. Mwache mkaka mwenyewe unasema anazungusha vitu, atakupa kitu gani huyo? Atakupa kitu gani? Kitu gani ambacho atakupa? Yaani uache mbaba ambaye ana pesa kibao uanze kuzurura. Haya, huyo mwingine huyo Shedrack mwenyewe. Ukikaa vizuri huyo, ukimpa penzi kama anavyolitaka. Huyo ni mwadhiri wa chuo kikuu, hawezi akafeli. Lazima atakupa pesa. Haya, tufanye hata vyovyote inavyokuwa. Unajua unapaswa ulenge maeneo yanaeleweka. Tufanye umegombana na Bimo. Huoni kabisa kwamba ukiwa na Shedrack ni kitu cha muhimu sana ambapo unaweza akakuoa na ni mtu ana status na maisha yake. Sasa huyo muuza redio huyo mpita njia huyo ukiachwa na watu wote wawili, wewe unahisi itakuwaje? Si ndio utakoma hapo mwanangu? Rafiki yangu yani utalia. Nilisikiliza sana maneno ambayo aliyokuwa ananiambia shoga yangu. Nikaona ni ya ukweli. Lakini nafanyaje? Na yule mkaka nampenda. Mkaka kweli. Nafanyaje? Akasema wewe ngoja. Nikamwambia basi bwana Aisha nimekuelewa. Akaniambia wewe sema tu nimekuelewa hapo. Afu uendelee naye utakoma. Msikilizaji, mimi niliamua kwamba mimi ngoja nile pause. Nikausha nisiendelee kuongea kuhusiana na hizo habari za yule mkaka. Mkaka hata sijamuuliza jina. Mimi najua tu ni mkaka muuza redio. Sijamuuliza hata jina. Basi bwana, nikamaliza ile maongezi pale, sikutaka kuendelea kuongea sana na Mwati kwa sababu tayari shoga yangu ashanikazia. Ashanikazia kidogo pale, wakati tunaongea simu ikapiga. Hello, mzee nani? Bimo. Uko wapi mbona nyumbani haupo? Akamwambia nilikuwa niko kwa rafiki yangu. Rafiki yako nani? Nikamwambia Mwati, nipe niongee naye. Nikamwambia Mwati, haya. Ongea na shemeji yako. Sijui hata yuko wapi, hebu shika ongea naye. Mwati alichukua simu ile pale akaanza kuongea. Aliongea kidogo pale, baada ya kusalimiana ndo akamwambia anipe simu. Nikaichukua ile simu tukaendelea kuongea. Akaniambia mimi niko hapa nyumbani kwenu. Sija kuona ndio maana nimeuliza. Kazini ulishafunga, wewe mbona hapa huko nyumbani haupo?
Nikajua kwamba umeenda kwa hawa vijana wako wanaokusumbua. Mimi niko na mama yako hapa nyumbani. Ngambia hapana. Mimi sienda popote baby. Akaniambia basi rudi nyumbani basi mimi nimekumisi. Ngambia basi hamna shida nakuja. Ikiwezekana njoo kabisa hata na wewe rafiki yako. Sawa kama akikubali nitakuja. Nilifunga safari sasa muda ule kutoka kwa rafiki yangu Mwati na kurudi nyumbani. Pale nyumbani nakwambia mama alikuwa anampenda mzee Bimu, yani utahisi yeye ndo mume wake. Anampokea vizuri, anamheshimu baba. Ngajua tu hapa mama hapa kitu kinachofanya apende hivi na heshima yote ni kwa sababu anapewa hela. Ngoja niende niwasikilize. Nilifika pale nyumbani yule mama akaanza kuniambia wewe unapaswa uende ukae na mzee Bimu, sijui nini huko na kule. Hapo ameniiza chumbani, nikamwambia mama, mimi siwezi kwenda kukaa na mzee Bimu. Sijawa tayari, niacheni nifikirie. Akaniambia wewe, nimeshagundua taarifa zako kwamba kuna vijana wanaanza kukusumbua huko. Wanakudanganya watakuharibia maisha. Nimekwambia watakuharibia maisha na ndio maana nimeamua uende ukakae na mzee Bimu tangia sasa hivi. Nikamwambia mama hilo hapana. Hapana, ama kuna mtu ambaye ananisumbua mimi mbona? Hakuna mtu ambaye ananisumbua mama. Sasa sitra nikwambie. Upende usipende unapaswa uende ukakae na mzee Bimu. Sitaki mchezo. Sitaki nije kusikia unaanza kulialia huko mtaani mara nini mara uanze kuzalia nyumbani mambo kibao, ili hali kuna mtu wa maana kabisa amehitaji kukuoa alafu ukatae. Msikilizaji, maneno yake ya mama yale yalikuwa yakiniumiza sana moyoni mwangu. Nilianza ngasema kwa hiyo ina maana mama viela hivi anavyoletea hapa ndo vimemjaza kiasi kwamba yuko tayari kabisa mimi niende kuolewa bila ridhaa yangu. Niligana kutafakari sana. Nikasema hapana. Mimi siwezi kukubali. Mama akaniambia na kuanzia sasa hapa ninachokwambia ni kwamba mzee Bimu leo hawezi kutoka hapa bila wewe. Unapaswa ukaolewe ukakae naye huko. Unafikiri mimi nitafaidije? Niambia mama, kwa hiyo faida zako wewe unataka upitie kwangu? Kwamba lazima mimi nipitie hayo unayotaka ili mradi tu upate pesa, si ndivyo? Akaniambia sio hivyo. Bimu anakupenda. Bimu anakupenda. La kwangu ni moja, uende uolewe maisha yaendelee. Niambia mama basi sawa. Nimekubali lakini sasa sio leo. Ngoja niendelee kufikiri. Alafu baada ya hapo nitakupa jibu. Ufikiri nini? Kwani hicho kitumbua hakiko hapo? Kitumbua hakiko hapo kwamba kuna sehemu umekiazimisha mpaka ukipeleke eti kwa mtu mwingine uende ukakidai? Kitumbua sikipo hapo. Kaambia mama, mambo maneno gani unayo? Nimekuuliza kwani kitumbua hakipo? Kaambia kipo, hasa kitaenda hapo. Hicho ndicho ambacho unapaswa ukipeleke kwake. Masuala ya sijui ufikiri ufanye nini, utafikiri ukiwa kwake, sio hapa. Sio wote ukae sio nitafikiri. Hapana, wewe fikiri mtu ambaye anatufanyia vitu vyote hivi unataka tumpoteze? Kaambia mamangu haya basi nimekuelewa. Haya. Nataka ukusanye nguo zako hapa haraka iwezekanavyo ili uondoke. Uende naye. Nikasema mama hapa huyu anijui. Nimemkubalia lakini swala la kuambia mimi kweli niondoke na mzee Bimu haiwezekani. Nilienda nguo zangu na nilitokea mlango wa nyuma huyo nikaenda kule kwa Mwati rafiki yangu. Nikamwambia bana, huko nyumbani pamewaka. Naomba tu unisitiri leo hapa. Akaniambia wewe, leo shemeji yako anakuja hapa? Nikamwambia hapana, ongea naye vizuri lakini mimi hapa leo bora, yani ongea naye vyovyote vile lakini mimi siwezi kurudi kule nyumbani, wanataka nipeleke kule. Eti mimi niolewe kweli? Niolewe eti na Bimu mimi sijapenda bado. Mwati akaniambia wewe, acha kucheza na hizo bahati. Olewa. Kwani ukilewa shida iko wapi? Nikamwambia hapana. Mimi sijatari. Ananiambia au ndo hako kama mwanaume kako kalikukopesha redio ndo kanaanza kukusumbua hivyo. Kashaanza kukusumbua kwa moyoni mpaka unakataa fursa kama hizo. Nikamwambia wala mkaka watu kwa kweli hajaniambia chochote lakini siwezi kukubali mimi kuolewa sasa hivi. Najua niliongea pale. Mwati rafiki yako angajaribu kunishawishi pale lakini nilikataa. Mwisho ilibidi ampigie simu rafiki yake akimwambia kwamba amepata ugeni wa dharura. Kwa hiyo yeye pale
huyo asije. Akasema hapana, nitakuja mpaka nihakikisha. Akamwambia basi poa. Kweli baada ya muda mpenzi wa rafiki yangu Mwate alikuja pale na kukuta kwamba tuko wawili pale. Waliitana nje kule wakaongea, nafikiri alielewa. Akaelewa vizuri, akasema basi poa, hata kesho. Poa. Wakaagana na Mwate pale, yule rafiki yake, yule mpenzi wake akaondoka. Siku ile bwana mimi nililala pale na Mwate akiwa anaendelea kunisisitiza sana kwamba eti mimi niweze kuolewa na mzee Bimo. Nilikataa katukatu. Asubuhi na mapema mimi niliwahi kazini kwangu kule kwenda kufanya kazi. Simu za mama hapo zimepiga, simu za Bimo zimepiga, sijapokea hata moja. Sikutaka kabisa kupokea kwa sababu nilikuwa najua kabisa hapa mambo ambayo yanaendelea. Nikawa napiga kazi zangu sasa pale asubuhi kidogo. Ilipofika mida kama saa 7 hivi yule kaka akapita, kaka muuza radio. Alipofika tu pale akaja pale, dada mambo? Nikamwambia poa. Nikakuta anakuja mpaka pale kwenye ofisi yangu pale. Salama. Vipi, napiga vizuri bado? Nikamwambia iko vizuri, hata hii haina shida yoyote. Akaniambia poa basi. Nikamwambia ndio umekuja ushaanza kunidai hivyo? Kunidai kwa kuniganda. Kila siku hapo utadai. Hapana bwana sister, mimi sijaja kukudai bwana. Mimi nimekuja kukusalimia tu, au nimefanya vibaya? Niwe siji mpaka uniite. Nikamwambia hapana, sio kwamba umekosea. Njoo bwana, na hata hivyo si unanidai. Kwa hiyo ni haki yako hata kama ukija kila siku. Ndio, lakini sasa mimi leo sijaja kwa ajili ya kukudai bwana. Ukipata tu utanipa kidogo kidogo 2000, 5000, 1000 ngapi mpaka umalize. Haya bwana. Nipe basi namba yako niwe nakuwekea kwenye simu. Namba yangu? Poa unyama hata hiyo hapo, shika basi. Akanitajia namba ya simu pale yule kaka. Kuangalia kumbe bwana alikuwa na namba yake ile iko WhatsApp. Kuangalia na muone yule kaka. Akawa amepigilia sasa nguo zake sio zile za kazini, akawa amepiga nguo za mitoko. Kapendeza, kaweka pale kwenye DP. Akasema Mungu wangu, hivi mkaka ndo mzuri kiasi hiki? Acha mimi nianze kumtamani. Acha nizidi kumtamani mkaka watu. Nilimtamani mpaka akasema huu si umekuwa ugonjwa. Pale mimi nikaanza kumchatisha. Nikaona message ile haikujibiwa. Nikajua tu mkaka watu atakuwa bado ameshikilia vitu vyake mkononi huko. Nikatulia nikawa kila sana angalia ili nione vile vitiki vikibadilika rangi na kuwa vya blue. Baadaye nilikuja kuona vimetiki vya blue. Nikamwambia mambo vipi? Akaniambia poa. Assistant ndo umeamua kunitumia kupitia WhatsApp. Basi tukacheka pale, nikamtumia vimoji vya kucheka. Nikamwambia nikutumieje bwana, yani kupitia WhatsApp na kutumiaje hela. Tukawa tunacheka pale kwa njia za emoji. Nikamwambia sawa. Mimi nilikuwa najitamani tu kumchatisha pale. Nilikuwa namchatisha sana, mchatisha mpaka jioni saa 10 ile mimi naendelea kumchatisha tu. Akaniambia mimi nimefurahi kuchati na wewe kiasi kwamba nimeshindwa leo kuzungusha kazi, nimekaa mahali hapa mimi na chat tu na wewe. Nikamwambia mimi mwenyewe nimeshindwa kufanya kazi. Nafurahi kuchati na wewe tu. Akaniambia kweli? Nikamwambia ndio. Haya bwana dada, fresh tu. Sawa, kwa hiyo ndo unataka kuondoka au? Nataka nikapige kazi jioni nipite kwenye mabaa kule nini. Niangalie kama nitapata chochote kabla ya kurudi kulala. Nikamwambia basi poa. Tutachati jioni. Sawa. Tukaagana maana yeye pale. Lakini mimi akili yangu iko vizuri. Nikamwambia kaka samani, naomba nitumie picha yako moja. Jamaa unajua hapo mimi naanza kutongoza, mimi ndo mtoto wa kike lakini naanza kumtongoza mwanaume. Anitumie bwana picha yako moja. Akaniambia picha hamna shida. Akanitumia picha zake akiwa kiwanjani. Akajichanganya akanitumia mpaka klipu. Akiwa anafanya mazoezi, anapiga push up, anafanya hivi, mara anakimbia uwanjani. Nikasema kumbe mkaka mwenyewe ni mkaka wa mazoezi. Jamani. Unajua nilizidi kumpenda. Kwanza kumwangalia alivyo, kumbe nikasema kumbe ndo maana mwili wake umejichora vizuri hivi. Kumbe ni mtu wa mazoezi. Sawa. Nikamwambia umependeza. Akaniambia kawaida bwana sister nawe. Wapi bwana? Nikamwambia mimi nimeipenda bwana, nimependa picha zako zote, umependeza. Akaniambia nashukuru bwana. Naomba basi nitumie picha yako. Pale nikasema huyu ashaanza kuingia kingi. Nikaingia kwenye gallery yangu, nikaangalia picha ambayo nilikuwa nimepiga nimependeza, ikiwa na kigauni fulani hivi nakumbuka alinunuliaga mzee Bimo,
kimeishia tu hapa kwa magotini hapa. Alafu mguu wangu sasa hapa kifuani hapa kilikuwa kinaonyesha jinsi ambavyo palivyokaa vizuri. Nikampigia chukua ile picha nikamtumia. Nikaangalia picha nyingine ambayo nilikuwa nimejisnapo vizuri nikamtumia. Nikapiga picha nyingine ambayo nikiwa nimegeukia huko makalio yangu hayo nikamtumia. Wewe, nakwambia ule kaka alikuwa anatuma picha yake ya makopa. Kila picha anaichukua pale, anarudishia na reply kwa kunitumia makopa ya upendo. Mimi nilibubujikwa na machozi ya furaha. Nilifurahi nikaona huyu mkaka. Kidogo pale wakati naendelea kuchati pale, nikamuona Shadrack, yule mkaka ambaye ni mhadhiri wa chuo, akiwa anakuja pale. Kwanza niliumia, nilikasirika baada ya kumuona. Kwa sababu nilikuwa sipendi hata kidogo, yani muda ule nikiwa niko na furaha yangu na chati na yule kaka muuza radio, eti anakuja mtu mwingine kuingilia pale. Kwa sababu nilikuwa najua tu kwamba yule Shadrack akisha kuja pale siwezi nikawa na mahusiano tena na mawasiliano na nani? Na yule muuza radio. Kwa kweli sura yangu ilikunjamana baada ya kumuona vile. Baada ya kumuona tu yule kaka, sura yangu ikajikuta imekunjamana. Akaniuliza, vipi baby, mbona uko hivyo? Nikamwambia hamna, kawaida tu. Bwana stress. Kawaida wapi bwana na wewe? Bwana kuona mimi unaniona afu unaona umebadilisha sura ghafla. Kuna mtu amekuudhi? Nikamwambia hapana, hamna mtu alioniudhi. Karibu. Keti hapo karibu. Siku hiyo sikumhagi, sikumfanya chochote. Nikamwacha kaka pale. Angejua tu pale. Sasa pale ilinibidi niache kuchati na nani? Niache kuchati na yule kaka muuza radio. Kwa sababu tayari yule amekuja pale na ukichati uko karibu muda wote anaweza akachukua simu au akakata nyuma yako akaona unajua mtu mkiwa kwenye mahusiano. Uweze kumwambia usifanye hivi. Usifanye hivi. Basi bwana, mimi nikaacha kuchati na nani? Na yule kaka muuza radio. Lakini moyoni mwangu nilikuwa nampenda sana. Nilikuwa namwazia sana. Sasa wakati huo yule kaka siku hiyo Shadrack akaniambia, bana mimi nilikuja tu hapa kukuletea zawadi hii hapa. Aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa kibahasha kidogo hivi kinachojaa kwenye kiganja tu. Ulikuwa ni kwenye mfuko wake wa kikoti, wa koti lake ile ambalo alikuwa amevaa. Kibahasha kidogo hivi akanipa. Akaniambia, hii ndo zawadi ambayo nilikuwa nimekuletea. Nikamwambia asante. Ni nini? Akaniambia, ni ya kwako hiyo, utafungua ukipenda. Nilifungulia pale na kuiangalia. Ndani nilikuta kisaa kidogo hivi, lakini kinaonyesha ni cha ghali kwa sababu kilikuwa kina nini? Yani ni kizito. Nikajua kabisa huyo ile. Hiki ni saa OG. Pembeni nikaona pete nzuri naye vile. Ilikuwa inaendana na, nikaangalia na vihereni. Akaniambia, bwana nilikuwa nimekuletea zawadi. Msikilizaji, vile vitu nilishangaa kwa sababu yule kaka mimi sijamzoea awe na vitu vya aina. Yani aweze kutoa pesa yake atoe vitu vile. Sio yule kaka alikuwa ni mpare. Alikuwa baili ujue. Nikaanza ina maana yeye ndo ameamua kabisa kutoa pesa kununua hivi vitu. Mbona vinaonyesha ni vya gharama? Kile kisaa nikiangalia kiwezi kukosekana kwenye 80 hivi. Vile vihereni vyenyewe ni vile vyenyewe OG. Pete OG. Ngasema baada hapo akaniambia, bwana mimi naondoka ila nimepokea mshahara nikaona nije nikusalimie mpenzi wangu. Nikamwambia asante. Shika basi na hii hapa ya nauli. Akaniachia na shilingi 10,000 pale. Akasema wow. Sawa. Kusema ukweli na mimi moyo wangu ulizidi kumpenda Shadrack mhadhiri baada ya kunifanyia vile. Kwa hiyo muda ule tukaendelea na story kidogo wakati ananiaga anaondoka. Moyo wangu ukapungua kidogo. Kule kwa nani? Kwa muuza radio. Nikasema kama Shadrack ndo anaanza hivi na akibadilika akiwa mtu wa kutoa hivi, mimi siwezi kutafuta mtu mwingine. Atakuwa tu ni yeye pamoja na mzee Pimo. Hapo sasa akili yangu tena eti kwa dakika hizo imetoka kwa nani? Kwa muuza radio. Lakini Shadrack alipoondoka pale, moyo wangu ukaanza kurudi tena. Nikasema huyu mimi lazima nifanye mbinu yoyote niweze kumpata yule kaka muuza radio. Huko na kule nikawasha tena WhatsApp. Bwana yule kaka amenitumia kawimbo. Amenitumia kawimbo hivi.
nikakafungua kukasikiliza. Msikilizaji, acha bwana, yule kaka na mimi akili zetu ni kama zilikuwa zinaendana hivi. Yaani akili zetu zilikuwa zinaendana. Wewe, yule kaka alinitumia wimbo ambao kwa sema ukweli hajaniambia kitu, lakini ule wimbo ulikuwa una tafsiri kubwa sana. Hapo sasa nikajua kabisa kwamba naenda kuingia kwenye penzi la mtu wa tatu. Mzee Bimo anafoka akituma hata message tu alafu iwe hajajibiwa. Ananifokea sio nimekataa kuolewa. Sijui nini. Yaani nakwambia nina kesi ya kusolve huku, nina kesi ya kusolve upande huu. Shadraki ndo moyo wake unazidi kunipenda, anaanza kunionyesha mahaba. Mzee Bimo yuko mbioni na mama yangu yuko mbioni, anataka mimi niolewe na Mzee Bimo. Alafu hapo sasa nimeenda kuchokoza tena penzi la muuza redio. Nataka Titi na yeye aweze kuwa na mimi. Jamani. Basi tu jamani, sijui hata nisemenye nini. Nitaambia wakati mwingine bwana. Ngoja niwaache sasa hivi. Hiyo ni sehemu ya pili, msikilizaji. Tukutane tena katika sehemu ya tatu ya simulizi yetu hii. Wako BHB wa makala simulizi na kuambia endelea kubaki na mimi. Lakini pia nakukumbusha bwana, kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze hilo neno ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Nikutakia kila laheri na wakati mwema. Tukutane katika sehemu ya 3. Bye bye.